Mpendwa mtazamaji, Dominika ya tatu ya kipindi hiki cha Kwaresma, karibu tusikilize tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 hadi ya 7. Somo la pili linatoka kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya 5 aya ya kwanza hadi ya pili na aya ya 5 hadi ya 8. Injili inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 4 aya ya 5 hadi ya 42. Katika kitabu cha Kutoka, Mwenyezi Mungu alipowakomboa wana wa Israeli kwa matendo makuu, akawavusha katika bahari ya Shamu, aliwaandalia wapite njia ya jangwani ili waweze kufika katika nchi ile ambayo imejaa maziwa na asali, yaani Kanaani. Katika matendo makuu Mwenyezi Mungu alikuwa ameyatenda wakiwa jangwani, wana wa Israeli wakaingia katika dhambi ya manung'uniko. Wanamnung'unikia Musa, wanasema, kwa nini umetupandisha kutoka Misri ukatuleta huku jangwani ili utuue, kwa sababu wamekosa maji. Tendo hili ambalo wanalolifanya wana wa Israeli, wanakuwa wamesahau haraka sana matendo makuu ya Mwenyezi Mungu aliyokuwa amewatendea. Wamesahau safari yao Mwenyezi Mungu alivyovusha katika bahari ya Shamu, na wamesahau kwamba njia hiyo ya jangwani ni Mwenyezi Mungu ndio alikuwa ameiandaa. Yaani, ili wafike Kanaani, Mwenyezi Mungu aliwaandalia njia wapite jangwani. Katika jangwa hilo wapate kumwabudu, katika jangwa hilo wamjue Mwenyezi Mungu, na katika jangwa hilo Mwenyezi Mungu aweze kuwalisha kwa maana chakula kinachoshuka kutoka mbinguni, ili waweze kuingia katika ile nchi ya ahadi. Hadi leo wengi sana katika njia ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia ya kuweza kufika mbinguni, tunapita katika jangwa. Yaani, kuna kipindi unakuwa na kiu, upate yale ulikuwa unahitaji. Ukiwauliza wengi katika maisha ya ndoa, je, kile ulichokuwa unakitafuta katika ndoa yako umekipata? Wengi bado wana kiu, hawajakipata kile. Na katika hali hizo za wito wa ndoa au wito wa utawa, ukimuuliza mtawa, kile ulichokuwa unakitafuta umekipata katika safari yako ya kuelekea mbinguni? Anasema bado anakuwa ana kiu. Badala ya kusonga mbele, tunaanza kuingia katika dhambi ya manung'uniko. Unamnung'unikia Mungu kwa sababu ya mwenzi wako wa ndoa. Unamnung'unikia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya watoto wako. Unamnung'unikia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kazi aliyokupatia. Unamnung'unikia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya biashara ambayo amekupatia. Unanung'unika kwa sababu ya changamoto ambazo umekutana nazo katika wito. Unajiona kama Mwenyezi Mungu amekupandisha, amekuleta katika nafasi hiyo ili aweze kukuua. Utamsikia mtu anasema, watoto hawa wataniua, ndoa hii itaniua, wito huu utaniua. Unaanza kujinenea maneno mabaya. Leo Mwenyezi Mungu anaongea nasi kama alivyofanya kwa wana wa Israeli, aliyekuwa ni mvumilivu sana. Mwenyezi Mungu bado leo ni mvumilivu kwetu. Aliwavumilia wana wa Israeli, akawapatia maji jangwani. Katika yale maji alimwambia Musa, piga mwamba huu, yakatoka maji ya Meriba, wakanywa siku hiyo na wakasonga mbele. Leo Mwenyezi Mungu katika kiu zetu ambazo tunazozihitaji katika nyakati hizi, tukiwa safarini kuelekea mbinguni, anatupatia maji ya uzima, anatibu kiu yetu. Na maji hayo ya uzima anatupatia namna gani? Ndio tunakuja kusikia katika Injili. Yesu Kristo alikuwa naye anaelekea Yerusalemu. Yerusalemu anakoenda huko, anaenda Yerusalemu kwa sababu ndipo lilipo hekalu la Mwenyezi Mungu, ndipo walipo makuhani. Na baadaye pia anapoelekea Yerusalemu, anakwenda kwa sababu huko ataenda kumwaga damu yake, ataenda kukataliwa, ataenda kuuawa, na atakufa kifo cha aibu, atafufuka, na baadaye damu yake anayemwaga pale ubavuni, inayotoka damu na maji, damu hiyo inakuja kuwa chemchemu ya uzima, inakuja kuwa kutuliza kiu, na damu hiyo inakuja kuvunja kila aina ya utengano. Katika safari yake ya kuelekea Yerusalemu, ndipo anapita eneo la Samaria.
akiwa katika eneo la Samaria, anafika katika shamba ambalo Yakobo alinunua shamba hilo, na baadaye aliponunua hilo shamba akachimba kisima, kwa sababu hicho kisima kilikuwa ni kirefu sana. Baadaye kabla hajaondoka duniani, alipokuwa anagawa urithi, alimpatia hilo shamba lenye kisima, alimpatia mwanaye alikuwa anaitwa Yosefu. Hizi habari tunapata kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 48 kuanzia ile aya ya 20 mpaka ya 22. Hasa alipomkabidhi Yosefu hicho kisima, hilo eneo likawa linakaliwa na Wasamaria. Wasamaria ni watu gani? Mpendwa mtazamaji, kuna historia ndefu kati ya Wayahudi na Wasamaria. Kwa ufupi ni kwamba Yakobo alikuwa na watoto 12. Katika wale watoto 12 walipoenda Misri, waliporudi, Musa aliwagawia yale maeneo tofauti tofauti. Alipowagawia yale maeneo, wengine kati ya wale watoto wa Yakobo wakaenda kuishi eneo la kaskazini ambalo linatambulika kama ni maeneo ya Galilaya. Miaka ilipokuwa inazidi kusonga mbele, wakiwa katika nchi ile takatifu, wakavamiwa na Wasiria. Walipovamiwa, wakatolewa katika ile nchi yao, wakapelekwa utumwani. Huku nyuma wakabaki wale ambao walikuwa ni Waisraeli dhaifu. Baadaye walipoenda utumwani, waliporudi wakachangamana katika mambo ya ndoa, wakajikuta wameungana na mataifa mengine. Hivyo basi walipoungana na mataifa mengine, wakapoteza ile ladha, wakapoteza ile asili yao kuwa Waisraeli. Kabila moja ambalo lilikuwa linaitwa kabila la Yuda lilikuwa limebakia Yerusalemu, hilo lilikataa. Hivyo basi haya makabila mengine yote yakapoteza ile asili yao ya kuweza kuwa Waisraeli, kwa sababu wamechangamana na mataifa mengine. Hivyo hawa waliokuwa Yerusalemu wa Yuda wakawatenga hawa, wakawaita Wasamaria, na wakasema hapaswi Myahudi yeyote yule kuweza kuchangamana na hawa Wasamaria, na hupaswi mtoto yoyote yule wa kiume kwenda kuoa kwa Wasamaria, au binti kuweza kuolewa na Msamaria. Akitokea binti ameolewa na Msamaria, walikuwa wanatangaza msiba kwamba huyo binti yao amekufa. Hasa asili yao ni moja, wote ni watoto wa Yakobo, makabila ya 12, wanakuja kutengana kwa sababu ya changamoto za maisha. Yesu Kristo anaingia eneo la Samaria ambalo kulikuwa kuna ugomvi mkubwa wa kihistoria kama nilivyokuambia, kati ya Wayahudi na hawa wa Samaria. Anaingia pale, maana yake nini? Yeye kwa kumwaga damu yake pale msalabani anakuja kuvunja kile kiambaza ambacho kilikuwa kimetutenga. Yaani siwezi kuongea na huyu kwa sababu huyu ni wa dini fulani, siwezi kuongea na huyu kwa sababu huyu maadili yake si mazuri, siwezi kuongea na huyu kwa sababu huyu ni kabila fulani, siwezi kuongea na huyu kwa sababu babu yangu, bibi yangu alisema fulani, hatupaswi kuweza kuongea naye. Kwa damu yake takatifu Yesu amevunja hiyo. Ndio maana anakuja kukaa kwenye kile kisima cha Yakobo, kwamba wote ni asili moja, wote ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Mungu ni baba yetu mwema. Kwa nini tutengane? Kwa sababu ya historia, kwa sababu ya historia za waanzilishi wa dini, kwa sababu ya historia za waanzilishi wa madhehebu, wote tunatengana. Usisahau, wote tumekombolewa kwa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo inayotuunganisha. Na akiwa pale kwenye kisima ameketi, anakuja mwanamke. Huyu mwanamke anakuja kuteka maji, na cha ajabu ilikuwa saa 6 mchana. Wataalamu wa maandiko wanazungumza kwamba katika jamii ile ya Waisraeli, hata Wasamaria, wanawake kwa kawaida kuchota maji asubuhi. Kwa nini huyu mwanamke alienda kuchota maji mchana? Na kwa kawaida mwanamke akienda kuchota maji asubuhi haende peke yake, wanawake 2 watatu. Na kuna maeneo ambapo mwanamke hapaswi kwenda peke yake. Kwa nini alikwenda peke yake au saa 6 mchana? Tutasikia baadaye. Huyu mwanamke anamkuta Yesu na Yesu anamwomba, naomba unipe maji. Angalia jibu analozungumza huyu mwanamke kwamba wewe ni Myahudi,
hatuchangamani. Kwa nini uniombe maji? Na Yesu Kristo akiwa ni rabi mwenye heshima, anayetambulika na watu wote, anavunja kiambaza cha pili. Rabi wa Kiyahudi alikuwa hapaswi kusimama na mwanamke hadharani, kuongozana na mwanamke hadharani. Rabi hapaswi. Na ukiangalia katika hiyo, ulikuwa ni unafiki wa nje, kwa sababu ukisoma katika Injili ya Yohana kwenye ile habari ya Yesu Kristo alipoweza kumwokoa yule mwanamke aliyekuwa amefumaniwa, waliokuwa wamemshtaki mojawapo alikuwa ni marabi, na Yesu Kristo akasema asiyekuwa na dhambi ya katika habari ya uzinzi kwa huyo mwanamke au kwa mwanamke yote ile au apate kumrushia jiwe. Ndipo walipoanza wazee kuondoka, wakakimbia. Unaweza kuwa ni rabi, una heshima zako, una jina kubwa, ukakataa kwenda kuambatana na baadhi ya watu kwa sababu ya jinsia zao, lakini kwa siri unakuwa nao. Yesu anakuja kuvunja hiki kiambaza, anakaa na mwanamke huyu Msamaria kama rabi mkuu, kwa sababu ndani ya huyu mwanamke amebeba kusudi la Mwenyezi Mungu, ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Tuvunje kila aina ya utengano wetu, hata katika swala zima la kuwaokoa watu. Siwezi kuambatana na watu fulani kwa sababu ya misingi ya kidini ambayo haitusaidii, bali ndani mwake tunajengewa unafiki na chuki za ajabu ajabu. Anamwomba maji, anajua kwamba ndani ya huyu mama ana kitu, ingawa huyu mama anakataa, anamwita kwamba ni Myahudi. Yesu Kristo anamweleza, anasema, kama ungelijua unaongea na nani, ungemwomba huyu mtu akupatie maji yaliyo hai. Kwa hiyo Yesu Kristo anajitambulisha kwamba yeye ana maji yaliyo hai, ambayo anazungumza kwamba yangeweza kutibu kiu ya huyu mwanamke, na asingekuwa anakuja kwenye kile kisima kuweza kuchota yale maji. Mwanamke anafurahia, anasema nipatie hayo maji, na Yesu Kristo anamwambia nenda kamlete mume wako. Huyu mwanamke anatoa jibu kwa Yesu kwamba sina mume, na Yesu anamwambia ni kweli huna mume, ila una wanaume wengi. Umekuwa na wanaume hao 5, na uliyekuwa naye nyumbani kwako uliyemwacha ni wa 6. Maana yake huna utulivu katika habari za wanaume. Huyu mama Msamaria alikuwa ni mwanamke mzuri, alikuwa anaiba waume za watu, na wanawake katika lile eneo wakamtenga, wakawa hawaendi naye kuchota maji, akawa anaenda kuchota maji saa 6 peke yake. Vile vile pia katika safari ya maisha tunajifunza, kuna wengine wametengwa kwa sababu ya tabia zao mbaya, lakini wamesahau kwamba ndani mwao wamebeba kusudi kubwa la kimungu. Na huyu mwanamke anapokuja kumwambia Yesu kwamba sina mume, manake tayari hata wewe pia unaweza kuwa ni sehemu mojawapo ya wale wanaume 6 na wewe ukawa ni wa 7. Yesu Kristo anakuja kutoa kiu ya huyu mwanamke ya kuiba waume za watu, kwa sababu huyu mwanamke alipoweza kuongea na Yesu ndipo kiu yake ya kuiba wanaume za watu ikaisha. Kwa nini? Alimtambua Yesu kama ni Myahudi, anakuja kumtamka kwamba wewe ni Bwana, nipatie maji ya uzima. Anaanza kukiri, nipatie maji ya uzima, nisije kwenye kisima hiki niwe nabakia nyumbani. Anakiri udhaifu wake kwamba ni kweli nimekuwa na wanaume wengi. Anakiri dhambi zake mbele za Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake anaanza kutoa uchafu uliokuwa ndani mwake, na Yesu Kristo anapomwambia ule ukweli, ndipo huyu mwanamke anasema kwamba inaonekana wewe ni nabii wa Mungu. Anasema kama wewe ni nabii wa Mwenyezi Mungu, ingawa ni Myahudi, historia inasema kwamba wanasema hivi, babu zetu waliabudu katika mlima huu. Yesu anamwambia ni kweli hicho ninachokizungumza, lakini akasema hata kama unawachukia Wayahudi, wokovu unatoka kwao. Na anamwambia hivi, Mwenyezi Mungu katika swala zima kupitia Wayahudi anawatafuta watu ambao hawatamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia mahekalu yaliyoko Yerusalemu, hawatamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia mlima, bali watamwabudu Mwenyezi Mungu katika roho na kweli. Unaweza katika kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu tuko duniani kwa ajili ya kumjua Mwenyezi Mungu, kumpenda Mwenyezi Mungu, ndio kumwabudu hiyo, kumtumikia na tufike mbinguni. Unaweza ukamwabudu Mwenyezi Mungu katika mwili, unaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu katika nafsi, na usimwabudu Mwenyezi Mungu katika roho na kweli.
Mara nyingi wale wote ambao wanapenda kwenda katika maeneo ambayo yanajulikanika wazi, tujiulize, ni kweli tunaenda katika roho na kweli? Kama Mwenyezi Mungu anawatafuta watu wanaweza kumwabudu katika roho na kweli, ingia ndani ya nafsi yako, kwa sababu ndani ya mwili wa mwanadamu umegawanyika katika maeneo matatu. Kuna ua wa nje, ndio mwili huu, kuna nafsi, alafu ndani kabisa ndipo kuna roho. Ndio huko Mwenyezi Mungu anataka kuweza kumwabudu. Popote pale unaweza ukaungana na yeye na Mwenyezi Mungu ukamwabudu katika roho na kweli, na ukaenda kuunganika katika nyumba Mwenyezi Mungu ukawa safi, matendo yako yatakuwa ni mazuri. Huyu mwanamke anaposikiza maneno haya ya Yesu, mara wanafunzi wake wanakuja, wanaleta chakula. Yesu Kristo anasema tayari nimeshiba. Mitume hawa wanaweza kushangaa, umekula wapi? Wanakuwa na wasiwasi, wanahisi kwamba Yesu Kristo aliwatoa waende wakanunue chakula mjini, alafu yeye akaletewa chakula na huyu mwanamke. Na wanashangaa, inakuwaje Rabi, ambaye una heshima zako, ukae na huyu mwanamke wawili peke yenu? Wakawa na mashaka na Yesu. Katika maisha unaweza kawa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, umeletewa mashaka sana, watu wamekuwa na mashaka na wewe. Usiogope. Hadi Yesu walitoa mashaka juu yake alipokuwa katika kazi ya kuweza kumwokoa mwanamke Msamaria. Hata kama umenenewa maneno mabaya katika kuweza kuwaokoa baadhi ya watu, kukaa nao, simama imara, wewe sio wa kwanza. Walimtilia mashaka Yesu. Huyu mwanamke baada ya kupata maneno ya uzima, kiu yake ikaisha, aliacha mitungi pale pale, mtungi aliyokuwa anatumia kuteka maji, na huko anakamata wanaume, aliacha pale pale miguuni kwa Yesu, akakimbia akaenda mjini, akaenda kuambia wale wote waliokuwa kule mjini. Akaanza na wale wanaume aliokuwa anaanguka nao, anasema, twendeni, njoni mkaone mwanaume aliyeniambia mambo yangu yote, aliyenieleza historia yangu yote. Na wale watu walipomsikia mwanamke, kwa sababu alikuwa na nguvu ya ushawishi, wakamfuata huyu mwanamke, wanaume wote. Na baadaye wanaume walipokuwa wanamfuata huyu mwanamke kwenda kwenye kile kisima, wanawake na wenyewe wakasema, huyu mwanamke sasa amechukua waume zetu, na wenyewe wakawafuata waume zao. Hatimaye akawapeleka kwa Yesu. Habari njema, mwanamke ambaye ni Msamaria, mwanamke ambaye ni mzinzi, mwizi wa waume za watu, amegeuka, amekuwa kivutio kwa wengi. Baada ya kuacha mitungi yake miguuni kwa Yesu, anawapeleka kwa Yesu. Na hao watu walipofika pale, walimpokea Yesu majumbani kwao, akaingia katika ule mji wa Samaria, akakaa huko siku kadhaa, na baadaye akaendelea na safari. Je, kiu yako kipindi hiki cha Kwaresma ni nini? Ni kufanya udhambi? Kiu yako kipindi hiki ni manunguniko? Kiu yako imekupelekea umetenda dhambi za namna gani? Hebu mpate mwanaume namba 7 ambaye ni Yesu Kristo. Hebu nenda kwa Yesu, mweleze mambo yako yote, akate kiu ya kutenda dhambi, na ageuze lango lako la kutenda uovu, sasa uweze kivutio, uweze kuwa kivutio kwa watu wengi, na wamjue Mwenyezi Mungu, wafike mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.